Kwanza tunamshukuru Mungu kwa hiki ambacho kimetokea. Sisi ni watu wa kushukuru muda wote. Shukuruni kwa kila jambo. Kwa hiyo lililotokea leo ni awamu namba 1. Of course. Bado awamu namba 2. Kwa hiyo kilichotokea leo tumefungwa goli 2, mpira tumecheza sisi, alafu tumefungwa sisi. Angalia mpira ulikuwa na maajabu. Yaani mpira tumecheza sisi, alafu tumekuja kufungwa sisi. Na nawarudisha kwenye historia. Simba kitendo cha kufungwa goli 2 ugenini ni goli za Simba kuvuka. Yaani Simba raundi ya pili tunaenda kunavuka. Historia gani inaeleza hivyo? Historia inaonyesha kwamba mechi nyingi ambazo tumekucheza Kitwe, umeona bana? Zambia tumekufungwa goli 2, sisi tukaje tukapindua matokeo, Simba akavuka. Kwa hiyo kitendo cha leo kufungwa goli 2, tunategemea raundi ya pili inayokuja Simba tutavuka tukiwa Dar es Salaam. Benjamin Mkapa ikopeshi. Kaka Benjamin Mkapa ikopeshi. Wale watafungwa kuanzia goli 3 kwenda juu. Ni wetu kabisa, leo tuliwashika kwa kila kitu. Sisi tu zile nasema bahati haikuwa upande wetu siku ya leo. Bahati haikuwa upande wenu, lakini ni kama mwamuzi pia amehusika kuminyonga kwa namna ambavyo matukio yalitokea. Tukio la Leonel Ateba, komenti nyingi za wachambuzi nimepitia mida hii ni kwamba ilistahili kuwa ni penalty. Ile Ateba sasa ndio ile inaitwa home advantage. Home advantage ndio vitu kama vile mtu kashikwa miguu na kipa, lakini alafu kuna kitu kingine ambacho nilikiona hata wachezaji wetu hawakwenda kumgasi mwamuzi. Wasingeanzisha ule mpira, wangeenda kumgasi referee and then Eviara ingekuja kutoa jibu. Hawa hapo Simona wamemgasi. Amekuja kuangalia Eviara, matokeo yamekuja kutokea kwamba goli lile la pili kwamba ni goli halali. Lakini ilikuwa ni offside. Lakini yote juu ya yote tunasubiria raundi ya pili kuona jinsi gani tunaenda kuvuka. Lakini wana Simba wasiwe na wasiwasi. Sisi tunaenda kuvuka tarehe 9. Na tena mimi nasema mbele yao wasiwe na wasiwasi. Mechi ya leo ni mkondo wa kwanza. Kwanza mechi ya leo tuliwashika kila kitu. Mpira tumecheza sisi. Lakini ndio hivyo tena bahati haikuwa upande wetu. Lakini Benjamin Mkapa ikopeshi. Kaka nakwambia utaonea huruma wale mabwana. Kitendo cha leo kufunga goli 2 kimetuongezea ari zaidi na nguvu zaidi kuweza kufunga goli 3 na kuendelea mechi inayofuata. Vipi Almasri wakija wa kidefense katika mchezo wa mwisho Benjamin Mkapa, shughuli inazidi kuwa ngumu. Simba kule hajapata hata goli 1 la ugenini. Tena anasema hivi wa kidefense hiyo ndio toka nzuri. Ndio goli zitatokea nyingi mpaka za penalty. Kama ile Mpanzu kuna ile kaingia referee kutoa penalty, ile ya Ateba zote zile ni penalty. Kwa sababu ndio kitu wanakiita home advantage ambacho watu wanatumia kwa wanacheza ugenini. Kwa hiyo leo wametumia uwanja wao nyumbani vizuri, wamepata goli 2 na sisi watuvumilie. Tukija Dar es Salaam tukipata goli 4 pasiwe na mashaka yote. Kwa hiyo wana Simba wala sio na wasiwasi. Tarehe 9 tunaenda kuvuka. Goli 2 isiwatoe katika isiwatoe katika ile hali ya kusema kwamba Simba Sports Club haitasonga mbele. Sisi tunaenda kusonga mbele. Wewe umeona kina Elia wanaingia kwenye boxi, umeona bwana, wakina Kibdeso wanaingia kwenye boxi, referee maamuzi akawa anabeba wenyeji. Kwa hiyo ndio ile anasema mwenyeji lazima abebwe kwa njia yoyote. Kama ulivyoona hii penalty ya pili. Hii goli la pili. Kwa sababu wale wamemgasi ameenda kwenye Viara na Viara imekuja kutoa goli. Macho yako wewe alionaje? Mimi niliona kabisa ilikuwa sio goli halali. Ilikuwa sio goli, ilikuwa ni offside kabisa. Lakini ndio mimi naheshimu mtu kucheza ugenini unachokipata uheshimu na wao watuheshimu ambazo tukipata wakiwa Benjamin Mkapa. Uliona hata mashabiki walipoa kabisa. Walikuwa wana raha. Maana wanajua tanuru la Benjamin Mkapa. Alafu kuna kitu kingine wachezaji wetu wajua jinsi ya kumgasi referee. Tukio likitokea wajaribu kumgasi referee. Mkumbuke mechi za nusu finali na robo finali ni mechi ambazo zina attention kubwa sana. Pakitokea mistake ambayo unafanya moja au 2 watu wanazitumia. Alafu kitu kingine kuhusu Ateba abadilike. Hata Ateba mchungaji. Abadilike hata mechi inayokuja. Kwa sababu tunapata nafasi nyingi lakini tunashindwa kuscore. Hujalizishwa na Ateba. Bado nasema hivi, tumepata nafasi nyingi lakini tumeshindwa kuscore. Kama tumeshindwa kuscore, forward yetu kidogo ina matatizo. Mechi hii ya leo, mechi ya leo ilibidi tushinde tokea mapema sana. Ila makosa ambayo tumefanya mengi, tunapata nafasi nyingi tunapoteza. Mechi za kimataifa kama hizi, ukipata chance ya kwanza na ya pili, lazima uzitumie. Kwa sababu tunaelekea kugumu zaidi. Kama Mungu atasaidia tuende nusu finali, ukipata chance ya kuscore goli 1, hiyo. Lakini sasa tumeona Ateba akapata nafasi karibu 3-4 zote anashindwa kutumia. Ananyang'anywa mipira ndani ya box. Kwa hiyo leo mimi kuna kitu ambacho nimeona hakiko sawa. Mwalimu akafanye kazi kuhusu Ateba. Lingine, Kivdenis sio yule leo muona mechi zilizopita. Sio yule. Tunamjua siku zote. Leo kidogo alicheza chini ya uwezo. Ukimwangalia Mpanzu alikuwa chachu kubwa sana siku ya leo. Lakini alikosa usaidizi kutoka watu wengine. Mtu kama Jan Charles Ahoua ni mchezaji ambaye anahitaji mpira, anatumia mpira wa akili sana. Sasa kwa mechi kama hizi kubwa,
zinahitaji ni nguvu nayo itumike. Utumie akili pamoja na nini? Na nguvu. Kwa hiyo kuna saa nyingine mpira kwa anapoteza tu kirahisi. Kwa hiyo mechi inayofuata mwalimu afanye kazi kubwa sana ya kurekebisha sehemu pale ya ufungaji. Lakini kuanzia kiungo kurudi nyuma imecheza vizuri sana. Mchungaji, umetoa lawama nyingi sana. Lawama ziende kwa nani? Umelaumu kuhusu mwamuzi, lakini pia umelaumu kuhusu maforward wa Simba. Lawama nyingi ziende kwa nani? Kwa namna ambavyo mchezo umeutazama. Ni masteka wa Simba kushindwa kuscore golini ama ni mwamuzi? Kwanza kuna kitu cha namba moja. Mwamuzi katunyonga na sisi tumepata nafasi, tumeshindwa kuscore. Simuona shida hiyo. Yaani si kwamba nafasi hatukupata. Nafasi tumepata. Utulivu haukuwepo ndani ya 18. Utulivu haukuwepo. Kama utulivu hautakuwepo kwa mechi kubwa kama zile, lazima wao wakipata nafasi wanatuadhibu. Kuna saa sisi tulishika mchezo. Wote tulicheza yani mpira wote tulishika mchezo kiungo iliyokamata wale watu mpaka wakafanya sababu. Wakaonekana wamechoka kwa sababu kasi tulikuwa tunaenda nayo. Ila wao walijaribu kutumia nafasi ambazo wanazipata. Mbona kama ile goli linalokuambia la pili. Goli la pili ni kulazimisha. Wamelazimisha wakalazimisha rais na nini referee naye akajaribu kuongea na chumba cha Ivyara. Jibu likaja kwamba ni goli. Hiyo ukiwa nyumbani lazima ulazimishe vile. Hata sisi kuhusu ile penalty. Ile penalty. Mpira usingeanzisha Simba. Ingebidi walazimishe. Wamlazimishe referee mpaka aende akaangalie Ivyara. Hili ni tatizo ambalo tulikuwa nalo South Africa. Hili ndio tatizo litusababisha tusiende nusu finali. Hivi. Tatizo linatokea mgasi referee msicheze. Mchungaji, umetaja kuhusiana na South Africa. Historia kidogo inarejesha kwamba Simba alishindwa pia kuqualify. Kule mlifungwa maboma 4 lakini huku mkashinda maboma 3. Safari hii mmekula maboma. Hiyo nasemea mimi mechi na Orlando. Of course, yeah, ndio nasemea mimi hiyo. Ambao Orlando soma magoli 4. Kaizer Chiefs na goli 4. Yeah. Orlando. Ile ilibidi tumlazimishe referee. Sasa naona tatizo linajirudia. Wenzetu wanajaribu sana kumdanganya au kumlazimisha referee. Inabidi tujifunze. Captain anawalazimisha, anawaambia na wenzake wote mpaka benchi la ufundi. Leo anamlazimisha referee mpaka anaenda kwenye Ivyara. Lakini sisi swala la teba lile hakufanya hivyo. Waliona kawaida tu. Ndio udhaifu wetu wa kutovuka kwenda nusu finali siku zote. Matokeo kama yale ukiwa unacheza ugenini lazimisheni mpaka referee anaenda anaangalia Ivyara, alafu majibu yanakuja. Wale wanachofanya leo kilichofanya leo goli la pili. Kwanza washabiki kwanza walianza kushangilia. Pili, wachezaji wote wakaenda kumgasi referee. Referee naye akaenda kuzungumza na chumba cha Ivyara. Na majibu yakaja, wakikelea vibe la watu na watu wanavyolazimisha. Ivyara wanaamua. Ivyara wanakuambia wanaoangalia ni watu. So robot. Ni watu ambao wanaangalia vile vile wanakuja kutoa matokeo. Angalia mara ya kwanza kabisa ilionekana ni offside. Lakini umeona walivyoenda kwenye chumba kule. Wanakuambia si offside. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunashindwa kuvuka kwa sababu sisi wenyewe hatuleti ushawishi ili tuweze kupata ushindi sehemu husika. Kwa hiyo swala hili Dar es Salaam Dar es Salaam swali lisijirudie. Tutumie wenzetu kama wanavyotumia kumlazimisha referee aweze kutoa matokeo pale ambapo sehemu nyingine hata matokeo hayapo. Hata penalty nalazimisha. Mchungaji, inaturudisha hata kwa Young Africans zidi ya kucheza na timu ambayo inatokea kule Afrika, Mamelodi Sundowns. Nao ilitokea kama hivi lakini Young Africans wakashinda kwenda kumlagai muamuzi. Sasa angalia, tukio la Ateba hakwenda. Ile tukio la goli afanyaje? Ameenda. Maana kupata shinikizo lolote, pale mnashika mpira mchezi, benchi la ufundi na nyinyi wote mnaamda kumgasi. Mpaka unajua maana kuwepo ile Ivyara watu hawajajua. Sehemu ambako kuna utata, ili ndio inaenda inadhihirisha kwamba utata haupo. Sasa leo kilichotokea ni kwamba hivi, sisi tulishindwa kumshawishi referee. Penalty utakateje penalty? Wale watu wangeinuka mechi singechezwa. Mnamfuata referee, mkimfuata referee, mnamlalamikia naye anasiana watu wa Ivyara. Sasa sisi tukufanya hivyo, kaona wamekubali hao watu. Mpira unaendelea. Basi naye kama kuendelea. Kumbuka wanaotoa maamuzi ni binadamu. Lakini wenzetu wametumia nafasi wametumia, wamelalamika, goli lao la pili limekubaliwa ambalo ilikuwa ni offside. Mimi kinachoniuma tunabidi tujiongeze. Wapenzi wachezaji wa Simba wajiongeze kuhusu swala hilo. Hasa captain ajiongeze. Maana hii inajirudia. South Africa tulishindwa kwenda robo finali kwa makosa haya ya kutoenda kumlazimisha referee kwamba ile kadi nyekundu walipewa Mgalu sio wenyewe. Tumeelewa mpaka hapo. Kwa hiyo sasa mambo yanaenda yanajirudia. Sisi tunapoteza nafasi kwa sababu kumbuka robo finali na nusu finali watu wanatumia tekniki nyingi kuweza kupata ushindi. Lakini wenzetu wamefanya. Mimi imeniuma sana kwamba shinikizo leo mechi ya leo ilistahili iwe 2-1. Yeah, au 1-1. Ndio jinsi hivyo stahili. Lakini sasa sisi watu wanasema hewala na dunia kusema hewala ni ipi? Ya mpira. Watu wanasonga mbele. Kwa hiyo Dar es Salaam tuna kibarua sio kidogo. Dar es Salaam mechi inayofuata kazi ya muhimu itakayofanyika. Kwanza mwalimu arekebishe sehemu ya ufungaji. Sehemu ya ufungaji. Kuhusu Ateba, kuhusu
kuhusu Ateba, Ahua, mwalimu afanye kazi kubwa ili tuweze kupata ushindi siku tarehe 9.